and there is no going back. Familia zilizokuwa zikijistiri katika shule kadhaa katika eneo la Transmara Kusini kwenye kaunti ya Narok baada ya kuhama makwao kufuatia mapigano ya kijamii zimenufaika na msaada. Soila Sankale, mratibu wa kaunti ya Narok wa shirika la Msalaba Mwekundu, aliripoti kwamba msaada huo ulisambazwa katika maeneo matatu ikiwa ni pamoja na shule ya msingi na sekondari ya Oloitong ambapo familia 93 zilipata msaada huo, Isokon ambapo familia 34 zilipata msaada na shule ya msingi ya Sankale ambako familia 92 pia zilinufaika. Hasia hizo zilizuka mwezi mmoja uliopita, zilisababisha watu 7 kufariki dunia. Na Kondamet Secondary tumeweza kuwasaidia watu 93. Kwa hivyo siku ya leo hapo ndo tumeweza kusaidia watu, na kit yetu iko na vitu tofauti. Kuna kitchen set, kuna sleeping mats, kuna blankets, na kuna mama cares, na kuna sanitary towels na mambo mengine kadha wa kadha ambazo ziko hapo ndani. Kwa hivyo tunashukuru viongozi wa hizo vijiji ambao wameweza kutusaidia kupanga kila watu. Mpaka hata sisi saa hii hana njaa sana, sipokuwa tu mambo na shule. Watoto wetu sasa watu na jindaandaa saa hii kwa mambo ya shule, lakini sisi bado kujiandaa kwa sababu tuko nje. So kwa hivyo serikali tunataka kuwa karibu na sisi. Hata saa hii mambo na watu anarudi mapoma yao, lakini sisi hatuna uwezo kurudi bila serikali. Tunataka serikali arudishe sisi huko, hatuwezi ishi bila serikali. Na mbunge Budalangi Raphael Wanjala ametoa wito kwa idara za uchunguzi